Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango, hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Hii ni sehemu ya 3 ya stori ya Rais Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta hakuacha jina lake liishi tu kwa kuwa rais wa kwanza wa Kenya, bali pia kwa miradi, safari na hotuba ambazo ziliandika historia mpya kwa taifa jipya lililoibuka kutoka kwenye kivuli cha ukoloni. Miradi aliyoanzisha. Bali usisahau kusubscribe kwenye channel yetu pendwa Typhoon Film TZ. Miradi aliyoanzisha. Baada ya kuchaguliwa kuwa rais mnamo mwaka 1964, Kenyatta alijua kuwa wananchi walihitaji matunda ya uhuru. Kwa hiyo, alianzisha miradi mingi ya maendeleo ili kuondoa alama za kikoloni na kuimarisha taifa. Kilimo. Kenyatta alisisitiza kilimo kama uti wa mgongo wa taifa. Kupitia sera zake, ardhi iliyokuwa mikononi mwa wakoloni iligawiwa kwa wananchi. Hata kama mara nyingine mchakato huo ulileta malalamiko ya upendeleo, bado ulifungua mlango wa wananchi wengi kuingia kwenye umiliki wa ardhi. Elimu. Alianzisha shule nyingi za msingi na sekondari, akihimiza mpango wa Harambee Schools ambapo wananchi walichangia kwa pamoja kujenga taasisi za elimu. Sera hii ya Harambee iliwaunganisha wananchi na kupunguza utegemezi kwa serikali pekee. Afya na barabara. Hospitali ndogondogo zilijengwa vijijini. Barabara ziliunganishwa ili kufanikisha biashara na uchumi wa ndani. Hata kama miundombinu ilikuwa changamoto, jitihada zake zilionyesha dira ya kujitegemea. Safari zake za kimataifa na umuhimu wake. Kenyatta hakubaki Kenya pekee. Akiwa kiongozi mpya, alitembelea mataifa mbalimbali kwa malengo tofauti. Uingereza. Alirudi London kama rais. Safari yake ya kwanza ikiwa ni kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kuomba msaada wa maendeleo. Ilikuwa ni ishara kwamba aliyewahi kuwa mfungwa sasa alikuwa kiongozi huru. Misri na Ethiopia. Katika bara la Afrika, alitembelea viongozi kama Gamal Abdel Nasser na Haile Selassie, akihimiza mshikamano wa Kiafrika chini ya mwamvuli wa OAU au Organization of African Unity. Marekani na Umoja wa Mataifa. Alitembelea Marekani na kuhutubu Umoja wa Mataifa, akisisitiza heshima ya mataifa mapya ya Afrika na haki za binadamu. Alitaka Kenya iwe sauti ya amani na mshikamano kati ya Mashariki na Magharibi wakati wa vita baridi. Safari hizi ziliimarisha hadhi ya Kenya kimataifa, zikifanya taifa hilo liwe daraja kati ya bara la Afrika na mataifa makubwa. Hotuba yake maarufu iliyopendwa zaidi. Miongoni mwa hotuba zake nyingi, moja iliyoacha historia ni ile aliyotoa mwaka 1963 wakati wa uhuru, Kenya iko mikononi mwenu. Katika hotuba hii, Kenyatta aliwasihi wananchi kuweka kando tofauti zao za kikabila, kisiasa na kidini na kujenga taifa moja. Aliwaambia, tuwe taifa moja lenye amani, tuweke chuki nyuma yetu na tutazame mbele kwa mshikamano. Hotuba hii iliwagusa Wakenya wengi kwa sababu iliwapa matumaini kwamba uhuru sio mwisho wa safari, bali mwanzo wa kazi kubwa ya kujijenga. Mambo ambayo hayajazungumziwa mara nyingi. Kenyatta pia alikuwa na upendeleo wa kipekee kwa sanaa na utamaduni wa Kiafrika. Aliwahimiza wananchi kuwa na fahari ya kuwa Waafrika, na mara nyingi alivaa mavazi ya kienyeji kuonyesha mshikamanio na watu wake. Pia alihimiza lugha ya Kiswahili iwe lugha ya taifa, akiamini Kiswahili kingeunganisha makabila yote ya Kenya. Katika sura hii ya 3 ya simulizi yake, Jomo Kenyatta anaonekana sio tu kama rais, bali kama mwanadiplomasia, kiongozi wa mshikamano na sauti ya heshima kwa Kenya kimataifa. Safari zake, miradi yake na hotuba zake ziliweka msingi wa taifa. Wapo waliomkosoa kwa udikteta na upendeleo, lakini historia bado inamkumbuka kama baba wa taifa aliyewasha taa ya uhuru na mshikamano wa Kenya. Hii sehemu inaleta mtazamo wa kina zaidi juu ya uongozi wake na inafanya simulizi yake yenye mvuto wa kuendelea kusikilizwa. Naomba usisahau kusubscribe kwenye channel yetu pendwa Typhoon Film TZ.